Baba Askofu Mkuu Santiago Askofu. Naam, mtazamaji wa Baharia TV, ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea kuitazama Baharia TV. Haya ni matangazo kutoka hapa katika kanisa la KCAM jijini Mbeya, ambapo hii leo Askofu Nyibuko Mwambola leo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2024 anasimikwa rasmi kuwa askofu wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KCAM katika hafla hii inayofanyika hapa jijini Mbeya. Hafla hii inahudhuriwa na waumini pamoja na viongozi wa kanisa kutoka matawi mbalimbali ikiwemo Kyela, Vwawa, Iringa, Dar es Salaam, Tanga, Songwe, Sumbawanga na maeneo mengine ambayo yamekusanyika siku hii ya leo. Waliokusanyika kushuhudia tukio hilo muhimu la kiroho. Usimikaji huo unatajwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha uongozi na kuendeleza huduma za kanisa hilo katika maeneo mbalimbali. Mtazamaji wa Baharia TV, tuendelee kuungana nasi mwanzo mpaka tamati. Jina langu mimi ni Friday Mongomare, ninayekuletea matangazo haya kutoka hapa katika kanisa la KCAM jijini Mbeya. Cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kupata matukio yanayoendelea kujiri kila dakika. Mheshimiwa Baba Askofu, nikushukuru kwa kunipa nafasi hii kuweza kuzungumza na kanisa. Najua hii nafasi ilikuwa ni ya kwako, lakini umenipa kwa upendeleo kwamba leo simama. Asante sana. Hiki pekee kabisa nikupongeze rafiki yangu Nyibuko Mwambola. Najua umepitia hii michakato, maana kwa moja imeimba kwamba Mungu amefanya mchakato mbalimbali na wewe umepitia. Hakuna kitu chochote kizuri ambacho unaweza kupata kirahisi. Hata mbunge wewe ni shahidi. Mimi nimegombea Arusha 2015, 2020, nakutana na wajumbe lakini watambulisha wajumbe mpo jamani. Wakanipimia suti, wakaniambia unaenda Dodoma. Kumbe bwana ilikuwa sio nafasi yangu. Hiyo suti nayo mpaka leo. Lakini leo nataka tujifunze neno ambalo nilichagua, nasikia Mungu akisema na mimi, ambalo liko kwenye kitabu cha Isaya 60 mstari ule wa kwanza. Anasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Hili neno liwe la kwako. Ninajua kanisa limepitia kwenye changamoto mbalimbali, kukatishwa tamaa, kunenewa maneno magumu mazito. Lakini leo kichwa cha somo kinasema, inuka sasa uangaze, maana nuru yako kuja. Wakati fulani Mungu alizungumza na Abrahamu katika kitabu kile cha Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mungu akamwambia, ondoka uende mpaka mahali nitakapokuambia. Sababu baraka za Mungu
haziko mahali fulani tu. Baraka za Mungu za kutafutwa zinatafutwa, ziko mahali zilipo. Huwezi kupata baraka tu hivi hivi. Akamwambia, ondoka, nenda mpaka nitakapokuambia. Na leo nataka nikwambie sasa, ondoka pale ulipokuwa. Basi uondoke nyumbani kwako, sio uondoke Mbeya, lakini ondoka mahali ambapo umefika na changamoto, umekutana na mambo mazito magumu, kukatishwa tamaa. Ondoka sasa, maana imefika mahali pa kuangaza. Amen. Watu wamjue Yesu kwamba yuko, kwamba ashindwi na maneno ya mwanadamu. Wengine wamekatishwa tamaa hata kutojishughulisha na kazi ya Mungu kwa sababu ya maneno. Wengine wameshindwa kuonyesha kile kilichoko ndani ya mioyo yao kwa sababu ya maneno. Matumaini ameanguka. Umebeba vitu ambavyo ukupaswa kuvibeba. Na tutaka kukuambia sasa, inuka, jikung'ute. Katika kitabu kile cha Isaya 52 mstari wa 2, naomba mmoja asomee. Anasema, jikung'ute, kila neno uliowahi kunenewa ambalo unalijua au ulijui, kwa kuwa nuru yako imekuja. Kung'uta maneno yoyote machafu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.